Kuna habari njema kutoka huko Marekani ambapo muswada umewasilishwa rasmi kuitaka serikali ya Rais Donald Trump kuchukua hatua kali dhidi ya Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake. Lakini muswada huo umekwenda mbali zaidi, ambapo unawataja baadhi ya watu ambao wanahusishwa na unyama uliojiri Oktoba 29 na siku zinazofuata. Lakini pia muswada huo umegusia swala la Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema, ambaye amekuwa gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kwa hiyo juzi Mei 19 ya mwaka 2026, maseneta wawili, Jean Shaheen kutoka chama cha Democrat na mwenzie Ted Cruz, huyu anatoka chama cha Republican, wamewasilisha rasmi muswada ambao kwa Kiswahili ni sheria ya kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Ni muhimu kufahamu kwamba muswada huu unatokana na maseneta wa kutoka vyama viwili tofauti. Katika mazingira ya kawaida, hawa ni watu ambao hawapikiki chungu kimoja, lakini yaliyojiri Tanzania yamewaweka sehemu moja na wote wamekuwa na msimamo mmoja, na inaonyesha rasmi kwamba hali ya Tanzania inagusa hisia za kimataifa. Kwa hiyo muswada huu unajikita zaidi katika matukio yaliyojiri kuanzia Oktoba 29, lakini utekelezaji wa muswada huu ni habari njema zaidi, kwa sababu unaipa nguvu mchakato wa kesi unayoandaliwa dhidi ya Samia Suluhu Hassan katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC. Sasa muswada huu unasema nini kuhusu Oktoba 29? Unazungumzia masuala yafuatayo. Kwa msingi yako mengi, lakini Jasusi TV imeelezea yale ya msingi zaidi. Kwanza, muswada unaelezea kwamba matokeo ya uchaguzi huo uchaguzi feki uliofanyika Oktoba 29 ni batili, ambapo Samia alitangazwa kwamba ameshinda kwa 98%, licha ya ukweli kwamba hakukuwa na uchaguzi. Lakini pili, inaelezwa kwamba kabla ya uchaguzi huo kulikuwa na matukio ya utekaji. Kwa hiyo swala la utekaji limeibuka tena, swala la watu wasiojulikana, na moja ya matukio ambayo yametajwa kuhusiana na hili wimbi la utekaji ni tukio lililojiri Oktoba 6 ya mwaka 2025, ambapo Balozi Humphrey Polepole alitekwa na wasiojulikana. Kadhalika, muswada umesema kwamba jeshi la polisi liliua maelfu ya raia katika maandamano ambayo yalikuwa ni ya haki kidemokrasia, na kwamba waliojeruhiwa katika hiyo shughuli iliyofanywa na polisi, unyama uliofanywa na polisi, walizuiliwa kupata matibabu. Kadhalika, muswada umesema kwamba kuna ushahidi kuwa maiti zilichukuliwa kutoka katika mortuaries, vyumba vya kuhifadhia maiti, na zikaenda kuteketezwa. Kadhalika, muswada huo unagusia zile takriban siku 5 ambapo Samia alizima mtandao, na katika siku 5 hizo ndiko unyama mkubwa ulifanyika, kwa sababu Tanzania ilikuwa imetengwa na dunia baada ya Samia kuzima mtandao wa internet. Na pia jingine ambalo lipo katika muswada huu ni kuhusu kesi ya uhaini aliyobambikiwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini pia muswada umegusia kwamba makamu mwenyekiti wa taifa wa Chadema upande wa bara, Mheshimiwa John Heche, naye alizushiwa kesi ya ugaidi hapa katikati, na hilo limetajwa pia katika muswada. Kwa hiyo haya ni vipengele vikuu vitano ambavyo vipo katika muswada. Vipo vingi, lakini hivi vitano ni vya msingi zaidi. Sasa huu muswada, licha ya uzito wake kwamba unaishinikiza serikali ya Marekani kuchukua hatua dhidi ya Samia Suluhu Hassan pamoja na watu wengine kama itakavyotajwa katika makala hii, una thamani zaidi ya hali ya Marekani, yani una thamani zaidi ya hatua zinazoweza kuchukuliwa na serikali ya Marekani. Ni kwamba muswada huu unaweza kutumika kama ushahidi mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC. Ikumbukwe kwamba dozi lililowasilishwa huko ICC na mashirika ya haki za binadamu yanahitaji hilo dozi lenyewe lina ushahidi wa kutosha, lakini hiki kinachopatikana sasa ni ushahidi wa ziada. Na ikumbukwe kwamba taasisi kama Seneti ya Marekani ni moja ya vitu vyenye uzito mkubwa. Kwa hiyo ni ushahidi ambao una uzito mkubwa na unaweza kutumika kama hati rasmi ya kisheria katika hii mchakato wa kesi dhidi ya Samia
dhidi ya Samia pamoja na serikali yake kuhusiana na yaliyojiri Oktoba 29. Sasa katika mfumo wa sheria wa kimataifa, aina hii ya hati inayothibitisha mauaji, kutoweshwa kwa watu, yani utekaji na ukiukwaji wa haki za binadamu inaongeza nguvu ya ushahidi ambao tayari umewasilishwa ICC, kwa sababu inatoka katika chanzo huru na rasmi ambacho hakitegemei upinzani wa Tanzania wala mashirika ya kiraia pekee, kwamba haya maamuzi yanayofanywa na Seneti ya Marekani, huu muswada katika Seneti ya Marekani hautokani na shinikizo la Chadema kwa mfano, au hautokani na shinikizo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kiraia, bali ni kutokana na ukweli kwamba yaliyotokea yameonekana bayana na kwamba hatua za muhimu na za msingi zinahitaji kuchukuliwa. Sasa muswada unataja hatua kadhaa ambazo zinataka serikali ya Rais Donald Trump ichukue dhidi ya Samia pamoja na serikali yake. Ya kwanza ni kuitaka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kufanya tathmini kamili ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kuhusu maeneo kama usalama, biashara, diplomasia na kadhalika. Na tathmini hiyo inatakiwa ikamilike ndani ya siku 90 baada ya kupitishwa kwa muswada huu. Lakini pia kuna ajenda imepitishwa kimkakati, nayo inasema kwamba kuna kuna ushirikiano wa kijeshi, kiuchumi na kisiasa kati ya Tanzania na China, ikiwemo silaha, mikopo na jinsi ushirikiano huo unavyoiathiri Marekani. Kwa hiyo hii imechomekewa kimkakati. Eleza hapo mbele kidogo kwa nini hili pia ni la muhimu. Ila tatu, hatua ambazo pia zimependekezwa na muswada huo ni kwamba ndani ya siku 180 Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inatakiwa kuwasilisha bungeni orodha ya maafisa wa Tanzania waliohusika na mauaji na wanaoendelea kuhusika na mauaji, utekaji na udhibiti wa vyombo vya habari, ukiukwaji wa uhuru wa dini, matumizi ya mbinu za ukandamizaji wa kimataifa dhidi ya diaspora, yani Watanzania walioko nje ya nchi. Orodha hii inatakiwa kujumuisha maofisa wa serikali ya Samia Suluhu Hassan, wanasiasa wa Chama cha Mapinduzi, vyombo vya dola ikiwa ni pamoja na Jeshi la Wananchi Tanzania, Idara ya Usalama wa Taifa na Jeshi la Polisi. Hii ni kitu kikubwa sana. Kitu cha nne ambacho hatua ya nne ambayo imependekezwa na muswada huu ni kwamba ndani ya siku 30 baada ya orodha kuwasilishwa, Rais wa Marekani yani Trump huyo atapewa mamlaka ya kuweka vikwazo dhidi ya watu wote walioorodheshwa, ikiwa ni pamoja na kuzuia mali zao na kufuta visa zao. Hii ni kubwa kwa sababu hawa mafisadi waliofanya unyama huu wana mali nyingi nje ya nchi. Sasa unaweza kusema kwamba pengine mali zao hazipo tu Marekani. Marekani ikishapitisha maamuzi haya ina uwezo wa kufuatilia popote pale ilipo kwa kushinikiza serikali ya nchi husika. Kwa mfano, wanaweza kuwa na mali zao Dubai. Marekani inaweza kushinikiza mamlaka huko Dubai kuhakikisha kuwa mali hizo zinataifishwa, zinachukuliwa hatua inayostahili. Hatua ya 5 iliyopendekezwa ni kwamba misaada yote ya usalama kutoka Marekani kwenda Tanzania isimamishe, ikiwa ni pamoja na silaha, mafunzo ya kijeshi, misaada ya kiuchumi, pamoja na taasisi mbalimbali za kifedha ambazo zinapokea misaada kutoka Marekani. Na hii imeelezwa kwamba itasaidia sana kuibana serikali ya Samia Suluhu Hassan kiuchumi, kwa sababu Marekani ni moja ya mataifa ambayo yanaisaidia sana Tanzania kifedha. Na jingine ni kuhusu mradi wa Millennium Challenge Corporation wa Tanzania ambao tayari huu upo kwenye tathmini kwamba Tanzania ipo kwenye vikwazo kutokana na haya yanayoendelea huko. Na la 7 ni kwamba huu muswada unataka Marekani itathmini upya utoaji wake wa misaada kwa Tanzania katika sekta mbalimbali. Marekani imekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zinasaidia sana Tanzania katika maeneo mbalimbali, licha ya uchumi, kuna sekta ya afya na maeneo mengine. Sasa ni muhimu kueleza kwamba kuna watu ambao moja kwa moja wanaguswa, na watataja baadhi, ni wengi, lakini kwa kifupi, kutokana na tafsiri ya mswada huu, kuna watu ambao wameguswa moja kwa moja na taasisi ambazo zimetajwa moja kwa moja. Moja ni Idara ya Usalama wa Taifa, ambapo kwa mujibu wa mswada huu maafisa wake wanaweza kuorodheshwa na kuwekewa vikwazo. Hii ni mara ya kwanza kabisa katika historia ambapo bunge la Marekani limeitaja moja kwa moja Idara ya Usalama wa Taifa katika mswada wa kisheria unaohusiana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Mswada huo unabainisha pia orodha ya wahusika
ambao utajumuisha mtu yeyote katika ngazi za juu za uongozi wa CCM, serikali, idara ya usalama wa taifa, polisi, jeshi la wananchi wa Tanzania, ambao wamehusishwa na mauaji, wamehusishwa na utekaji, ukandamizaji wa vyombo vya habari, ukiukwaji wa haki za dini, pamoja na matumizi ya mbinu za ukandamizaji dhidi ya Watanzania wanaoishi nje ya nchi. Miongoni mwa watu ambao wanalengwa moja kwa moja kwa tafsiri ya mswada huu ni pamoja na Samia Suluhu Hassan mwenyewe ambaye ni rais wa Tanzania, angalau kwa kujitangaza Oktoba 20 baada ya Oktoba 29 ambapo alijitaja kwamba amepata ushindi wa 98%. Na yeye anaguswa moja kwa moja kwa sababu haya yalitokea chini ya uangalizi wake, na yeye mwenyewe amekiri kwamba yaliyojiri yalikuwa halali. Kwa hiyo moja kwa moja anahusishwa. Mwingine ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan, anaitwa Abdul Halim Hafidh Ameir. Huyu ametajwa mara kadhaa kwamba amehusika kwa kiasi kikubwa na maandalizi yaliyojiri Oktoba 29, kwamba kuna silaha ziliingizwa ndani ya Tanzania kwa jitihada zake, lakini pia huyu anatajwa sasa kama ndio mkuu halisi wa idara ya usalama wa taifa. Mwingine ni Selemani Mombo ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa. Pia kuna Camillus Wambura ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi. Pia kuna Jacob Mkunda ambaye ni mkuu wa majeshi, jeshi la wananchi wa Tanzania. Vile vile kuna Haji Omar Heri, wengi wenu mnamfahamu huyu bwana. Ameshafanya mambo mabaya sana huko Zanzibar. Samia akamchukua katikati ya mwaka 2023 kumleta. Na kama mnakumbuka vizuri, mara baada ya huyu jamaa kuteuliwa, ndipo ghafla wimbi la utekaji, ubakaji, ulawiti likaongezeka. Kwa hiyo huyu naye ni miongoni mwa watu ambao wanalengwa na mswada. Pia kuna Faustin Mafwele, wengi wenu mnafahamu unyama anaofanya huyu jamaa. Kuna Angela Kiziga ambaye wengi wenu pia mnafahamu amehusika na tenda za kuleta silaha na vitu kama hivyo. Pia kuna Makonda, Paul Makonda, na Jakaya Mrisho Kikwete. Huyu ni rais mstaafu. Mnafahamu mengi kuhusu uhusika wake katika yanayoendelea nchini Tanzania. Kwa hiyo hii kwa hakika ni hatua kubwa sana. Sasa nimegusia kidogo kuhusu kwa nini kutajwa kwa China. China imetajwa katika moja ya masuala ambayo yamehusishwa katika mswada huu. Ni kwamba unapohitaja China unaongeza uzito wa hatua za Marekani, kwa sababu China na Marekani ziko katika competition, wana ushindani. Kwa hiyo mara utakapohitaja nchi kwamba labda inakiuka haki za binadamu kwa sababu inapata msaada kutoka China, inaongeza ule uharaka wa hatua dhidi ya nchi husika. Lakini pia mswada unataja vitu vinne kwamba ili Tanzania iweze kuepuka hatua hizi ninapaswa kufanya angalau vitu vinne. Kwanza, ifanye mageuzi ya uchaguzi, kwa hiyo no reform no election ifanyiwe kazi. Pili, isimamishe kesi zote za kisiasa ikiwa ni pamoja na inayomkabili Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tatu, kuchukua hatua za dhidi ya waliohusika, maafisa mbalimbali wa serikali na watu mbalimbali ambao wamehusika, na iache ukandamizaji dhidi ya taasisi za habari na mashirika yasiyo ya kiserikali kama taasisi za haki za raia. Kwa hiyo kuna mambo makubwa kama 4 hivi kuhusiana na endapo mswada, kwa sababu ni mswada, je, utapita au hautopita? Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba mswada huu ni wa vyama viwili, Republican na Democrat. Kwa hiyo hii inaongezea uzito kwamba hili ni swala la pande zote mbili kwa mswada huu. Kwa hiyo hili linaongezea uzito. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba kama ilivyoelezwa awali, uzito mwingine wa mswada huu ni kwamba unaongeza unaongeza ushahidi katika mchakato wa kesi dhidi ya Samia Suluhu Hassan katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Hili ni kubwa sana kwa sababu ushahidi unahitajika, lakini ushahidi kutoka Seneti ya Marekani una uzito wa kipekee, na kwa hakika hii ni habari njema sana kwa watu ambao pengine wameweza kukata tamaa kutokana na kusuasua kwa hatua dhidi ya hawa wahalifu. Una maoni gani kuhusu haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.